Tunaendelea na mchangiaji wetu anayefuata, Mheshimiwa Agnes Elias Okororo. Mheshimiwa Athman Almas Maige ajiandae. Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru kwa kunipa nafasi niweze kuchangia hotuba iliyopo mezani ya makadirio ya bajeti ofisi ya Waziri Mkuu. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwanza niungane na wabunge wote waliochangia kumshukuru na kumpongeza sana Mheshimiwa Rais wetu kipenzi Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kazi kubwa aliyoifanya kwa kipindi cha miaka 4. Na kwa kweli tukianza kuorodhesha hapa, nadhani hata Mheshimiwa Spika hata ruhusu bunge lifungwe kwa sababu kazi ni kubwa na ni nyingi. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi naweza kusema yale ambayo yanatugusa sisi wanawake pamoja na mambo mengi ambayo yamesema. Na takriban sekta 4. Ya kwanza ni sekta ya umeme, ambapo tumeona mbali na kuunganisha umeme vijiji vyote 12,318 ambapo wanufaika wa kwanza ni wanawake, lakini Mheshimiwa Rais pia ameibeba ajenda ya nishati safi ya kupikia. Lakini kuna ajenda ya kuna ajenda ya kumtua mama kuni kichwani. Na wewe unafahamu ambavyo wanawake walivyokuwa wanahangaika kutafuta kuni kwa ajili ya kupikia. Lakini kuna habari ya kumtua mama ndoo kichwani, ambapo alipoanza kuibeba alipokuwa makamu na mpaka sasa, na ilani ya chama changu cha Mapinduzi kwa kweli kwa mara hii imetekelezwa kwa kishindo sana. Lakini kwenye sekta ya 3 ni kilimo. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa mujibu wa sensa ya watu na makazi, wanawake ndio tuko wengi 51%. Na kwenye sekta ya uzalishaji hasa mashambani, wanawake ndio tunaokofanya kazi huko. Mheshimiwa Rais kwa kutoa ruzuku ya mbolea na kule kwetu viatilifu ametupunguzia muda wa kutumia muda mrefu mashambani. Tunalima kidogo, tunapata mazao mengi. Lakini kwenye sekta ya 4, sekta ya afya, Mheshimiwa Mwenyekiti, unafahamu kila mahali kuna zahanati, kuna vituo vya afya, kuna hospitali za mkoa na kuna hospitali za kanda za rufaa. Na Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba niende mahususi katika mkoa wangu wa Mtwara. Sisi kule wananchi wa mkoa wa Mtwara ni mashuhuda wa kazi nzuri iliyofanywa na serikali ya awamu ya 6. Lakini nitumie fursa hii pia kumpongeza Mheshimiwa Waziri Mkuu kwa namna anavyoratibu na kusimamia vema shughuli za serikali. Mheshimiwa Kassim Majaliwa, mbunge wa Ruangwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa Mtwara kuna miradi mikubwa imetekelezwa. Hospitali ya Mitengo ilitengewa bilioni 23.2, kwa ujenzi bilioni 15, lakini vifaa tiba bilioni 7. Na Mheshimiwa Mwenyekiti, hospitali ile sasa inatoa huduma. Kwa bandari tulipokea bilioni 56 na ujenzi umekamilika kuwezesha korosho zetu kusafirishwa kwa bandari. Uwanja wa ndege awamu ya kwanza bilioni 51 umekamilika. Sasa hivi hata usiku ukitaka, Mheshimiwa Mwenyekiti, peleka ndege yako yoyote Mtwara itatua. Awamu ya pili bilioni 76, na ni kwa mara ya kwanza uwanja ule umetengewa fedha nyingi sana. Miradi ya maji, Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi huku ndiko nakofahamika kama mama wa maji wa kuokota. Lakini kwa kakaangu Mheshimiwa Mhata pale kulikuwa kuna shida ya maji. Nikisema kwa kikwetu inaitwa kiu. Lakini kule kwake na Ndete nimekwenda, wanachota maji bombani. Likokona nimekwenda, na kule wanasema hawana cha kumlipa kingine isipokuwa wanasubiri tarehe 25 ya mwezi wa 10 tumpe malipo yake, tumpe maua yake kwa vitendo Daktari bingwa Samia Suluhu Hassan. Mheshimiwa Mwenyekiti, hiyo ni baadhi tu. Ukisema shule, madarasa na vitu vinavyofanana na hivyo, kila kijiji ukienda utakuta alama iliyowekwa katika serikali hii ya awamu ya 6 na kazi nzuri iliyotekelezwa na ilani ya chama changu cha Mapinduzi. Mheshimiwa Mwenyekiti, pamoja na kazi hiyo sasa, Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nitumie fursa hii kujielekeza kwenye eneo moja tu ambalo nitatoa ushauri kwa serikali yangu, na hasa kwenye kipande cha usafiri na usafirishaji, ambapo hivi majuzi tumeona wananchi wanaotoka mikoa ya Mtwara na Lindi walisota hapo
tukisubiri serikali yetu sikivu ifanye utaratibu wa kukwamua. Na kwa kweli Mheshimiwa Mwenyekiti, natambua kazi nzuri iliyofanywa na serikali yangu ya kuhakikisha mawasiliano ama kule kukatika kwa barabara pale kunaondoka na usafiri uendelee. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa kuwa sasa ni miaka miwili pale kumekuwa na tatizo, naomba nitumie fursa hii kushauri kwamba pengine katika ule ukanda wetu kwanza itambulike kwamba ni ukanda wa pwani wa chini. Kwa hiyo barabara zake ni tofauti na kanda zingine ambako huko kunakuwa na ardhi kavu. Kwa mimi ningeomba nishauri, nimeona kwenye ule ukurasa wa 50 kifungu cha 133 kwenye hotuba ya Mheshimiwa Waziri Mkuu, na bahati nzuri yeye kwa hiyo barabara sio mgeni, kwamba kwenye vile vipande ambavyo vinasumbua tukubaliane mambo mawili. La kwanza, usanifu wake usilinganishwe na usanifu unaofanywa barabara zingine, kwa sababu udongo wa pale kwetu, na kwa kuwa huko ukanda wa chini lakini pia ni pwani, kwa hiyo udongo wake hauwezi kuhimili mizigo mizito sana. Kwa hiyo usanifu wake ungetofautishwa. Hilo la kwanza. Lakini la pili nilaloshauri serikali yangu sikivu, gharama za matengenezo ya barabara, kwa kuwa usanifu wake utakuwa ni tofauti. Barabara hii ya Kibiti, Lindi, Mtwara, serikali ikubali kwamba itakuwa tofauti na maeneo mengine. Kwa nini? Kwa sababu usanifu huo sasa ukifanywa utawezesha barabara ile kwenye yale maeneo yaliyo chini kuinuliwa tuta ili maji yaweze kupita chini, na hivyo itawezesha ile barabara kuwa ya kudumu. Kwa hiyo kama waziri anayehusika wa ujenzi akisema kwenye sehemu X anaosanifu na kutumia kilomita 1 kwa bilioni 1, pengine kwa lile eneo, hata kama sijasoma hiyo engineering alosoma engineer Kasekenya, lakini naamini ile adha tunaoipata pale ni ya muda mrefu. Tangu niliwahi kukesha pale kwa siku 2 nilivyokuwa mkuu wa wilaya Ruangwa, na haitujawahi kuikomboa pamoja na kazi nzuri inayofanywa na serikali. Kwa hiyo nilikuwa nadhani gharama yake pale lazima tukubali kwamba lazima barabara inuliwe na maji yapite chini, kukimbizana ya mawe kupeleka kwa hatua za dharura kama ilivyosemwa kwenye kitabu cha hotuba. Nadhani tutakuwa tumepumzika kwa muda mrefu. Kwa hiyo tukifanya hivyo, mimi naamini kabisa tutakuwa tumeiondoa ile adha. Kwa nini Mheshimiwa Mwenyekiti? Kama ambavyo Waswahili wanasema mito yote inapeleka maji baharini, na kwenye ule ukanda ndiko kunakopita mito mingi. Kwa hiyo kule Somanga, mto Matandu, sijui mto Mbwenkuru, sijui mto nini, ile mito yote Mheshimiwa Mwenyekiti kunahitaji usanifu wa tofauti na maeneo mengine ili kuwezesha barabara ile kuwa ya kudumu na ya muda mrefu. Mheshimiwa Mwenyekiti, eneo lingine ambalo ninashauri kwenye usafiri na usafirishaji ni ujenzi wa barabara ya Mtwara Mingoyo Masasi. Mheshimiwa Mwenyekiti, natambua kuna eneo ambalo pia mkataba umesainiwa wa zile kilomita 82, lakini kuna eneo ambalo bado tunasubiri. Ni rai yangu na hisi sana serikali yangu sikivu, basi huo utaratibu ukamilike kwa haraka, kwa sababu kwa sasa pia barabara hiyo ni mbaya sana. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, kwenye eneo lingine ni la barabara ya Masasi na Chingwea Liwale, baada ule utaratibu wa EPC+F, kwenye swali hapa niliuliza, Mheshimiwa Waziri alijibu kwamba kuna utaratibu mwingine utakaotumika wa kusanifu na kujenga. Nilikuwa naiomba pia serikali yangu kwamba kwa kuwa huko nako ndio mito hiyo inakotokea, ndio inakuanzia inaenda kutia huko baharini, kwa hiyo barabara imekuwa na usumbufu mkubwa sana. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, pamoja na hayo, huo ushauri wangu, naomba nitumie fursa hii kumshukuru sana sana sana, sina namna nzuri ya kusema, Mheshimiwa Daktari Dr. Samia Suluhu Hassan kwa barabara yetu ya Mnivata Tandaimba Newala. Wakandarasi wako site na kazi inaendelea. Ndio kusema kazi na utu, tunaendelea kusonga mbele kwa maendeleo. Na hiyo kwa kweli kwetu sisi ni namna ambavyo tunaona serikali hii imefanya mambo makubwa, lakini yote kimsingi ni kwa ajili ya manufaa ya wananchi wa Kitanzania. Na kwa kweli mimi niungane na wale wabunge waliosema
kwamba hizo kelele zingine zitasemwa tu, lakini mwezi wa 10 uchaguzi utafanyika na sisi tutaweka kura za kishindo kwa ajili ya kumchagua Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kazi nzuri iliyofanywa pamoja na wabunge wote wa Chama cha Mapinduzi na utaratibu ule wa mafiga matatu wa madiwani wote wa Chama cha Mapinduzi. Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru sana. Asante sana Mheshimiwa Agnes. Mwenyekiti, naunga mkono hoja. Asante sana.